Sayuni TV, neno la Bwana. Sayuni TV. Leo ni siku ambaye namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu amekuwa mwaminifu katika maisha yangu, amekuwa mwema, amekuwa akiniongoza, na amekuwa nikikonjeka na niponya. Hakika huyo ni Mwenyezi Mungu ambaye niko ndani yake na nimeona uaminifu wake. Lakini kwa wale ambaye wako katika mkumbo wa kupotea, maandiko yanasema ya kwamba huwa waoni hizo vitu ambaye Mungu anatutendea. Angalia, anatuamsha asubuhi. Tunashinda tukiwa ndani yake. Kila wakati unamkosea, unaenda unalala, lakini kwa neema yake na huruma yake anakuamsha tu. Kwa sababu maandiko yanasema ya kwamba katika Zaburi 44 mstari wa 22, anasema ya kwamba tunakikabili kifo kila siku, lakini kwa neema yake Mwenyezi Mungu anatuamsha. Ndugu yangu, dada yangu, leo nataka tuangalie Daudi. Ni nini ambaye alikutana nayo? Ni nini ambaye aliomba msaada? Ni nini ambaye alitafuta kwa huyo Mwenyezi Mungu kwa njia ya msaada na akapokea? Leo nataka tuingie katika Zaburi 120. Maandiko yanasema ya kwamba kisha katika taabu yangu nilimuita Mwenyezi Mungu naye akanijibu. Huyo ambaye ni Daudi. Angalia, Daudi amekuwa na kilio kila wakati. Kila wakati alikuwa anamulilia Mwenyezi Mungu. Alikuwa anaambia Mwenyezi Mungu, angalia kondolo yangu imejaa machozi kwa sababu ya kukulilia mchana na usiku. Na hakuchoka kumulilia Mwenyezi Mungu. Na wakati Mungu amembariki, tena achoki kumshukuru kwa sababu ya vile ambaye ametenda. Kila wakati unamulilia Mwenyezi Mungu ukiwa wapi? Kila wakati huwa unamtafuta Mungu ukiwa wapi? Ili aweze kukuinua, aweze kukuponya, aweze kukutoa kwa hiyo shida. Kwa sababu kila mtu ana shida yake. Tukiwekwa hapa sisi wote, kila mtu amulilie Mwenyezi Mungu. Utasikia kila mtu anamulilia kwa njia yake. Kuna ule mtu anataka hii, kuna ule anatafuta hii, kuna ile mtu ako na hii anataka kurudisha shukrani ama inamsumbua. Mstari wa 2 akasema, uniokoe Mwenyezi Mungu na watu watanganyifu na waongo. Kuna vitu zingine zinafanya hatuwezi tukabarikiwa na Mwenyezi Mungu kwa sababu tunatembea na watu ambaye ni waofu, tunatembea na watu ambaye ni watanganyifu, tunatembea na watu ambaye wasiompenda Mwenyezi Mungu, watu ambaye wasiomcha Mungu. Mtu ambaye anaitwa mtu mtanganyifu na mtu muongo. Mtu muongo, kuna tofauti ya utanganyifu na uongo. Kuna ule mtu kazi yake akiongea kila dakika anaongeanga uongo. Lakini naye huyo mtanganyifu ni ule anaendanga akitanganyia watu mambo. Unashangaa huyo mtu na anaenda kanisani, huyo mtu unasikia kiomba, lakini Mwenyezi Mungu hapendezwi na watu wa aina hiyo. Acha tuone mstari wa 3. Henyi watu watanganyifu, mtapewa kitu gani? Mtaadhibiwa namna gani? Mstari wa 4. Kwa mishale mikali ya askari, kwa makaa ya moto makali. Ndipo unakuta wakati mwingine uko na mishale katika maisha yako, uko na mishale katika mwili wako, uko na mishale ambayo inakusumbua ndani ya moyo wako. Lakini unashangaa ni nini? Nilikosea Mungu nini? Kumbe ni ile mambo ambayo umefanya kwa njia ya udanganyifu. Kumbe ni mambo yale ambayo ulifanya kwa njia ya uongo. Ni kwa nini tuwezi tukatakasa vinywa vyetu? Maandiko yanasema ya kwamba itakuwa ni kama kala moto. Wakati mwingine unasikia ni kama umekalia moto. Unaanza kujiuliza, kwani nilirudi chini kwa maombi? Ama kwani nimeacha kumtafuta Mwenyezi Mungu? Uyaacha kumtafuta Mwenyezi Mungu. Unamtafuta Mwenyezi Mungu lakini kwa njia isiyofaa. Kitu ya kwanza, ujetubu dhambi zako. Kitu ya pili, uyatakasa moyo wako kwa kila mmoja. Wewe unaonanga tu makosa za watu. Wewe unaonanga huyu anafaa kwa yeye ndo amefanya haya. Wewe saa hii kuna mtu yako kule jela ni kwa sababu ya utanganyifu wako, uongo wako, ulimsingizia. Sasa analala mahakamani. Utaenda mbele za Mungu namna gani? Kuna mtu saa hii amepata magonjwa ni kwa sababu yako. Kwa sababu ulimsingizia mambo, ulimunenea mambo na kile kinywa. Huyo mtu akawa sasa hata ana mahali pa kukimbilia. Ule mtu akawa sasa ana mahali, hata ajielewi, anaumia, analia, yale machozi yanamrudia Mwenyezi Mungu. Nawe utakuwa umekaa ni kama umekalia makaa. Na alafu unaanza kujiuliza, ni nini ambaye nimetenda? Angalia ni nini ambaye ulitenda, ndipo ufikie mahali uliko. Angalia ni nini ambaye ulinena, ndipo ufike mahali uliko. Angalia ulitanganyia nani mambo ambaye hayakumpendeza Mwenyezi Mungu.
na ndiposa uanze sasa njia, barabara ya kuomba msamaha, barabara ya kujitakasa mbele zake Mwenyezi Mungu, barabara ya kumtafuta huyo Mungu na uone Mungu akikusikia. Mstari ambaye ni wa 5 anasema ya kwamba ole wangu kwamba naishi kama mgeni huko Mesheki, naishi kama mgeni katika maema ya Kedari. Nimeishi muda mrefu mno katika kati ya watu wanaochukia amani. Wakati ninaposema nataka amani, wao wanataka vita tu. Au ni watu nasema sasa wameokoka, hao ambaye wanataka kila wakati tu njia sao, kila wakati wanataka njia za vita. Hakuna siku wanataka amani, hakuna siku katika maisha yao wanataka amani. Hapana, kila wakati wanataka vita. Maandiko inasema ya kwamba usivungiwe nila na watu kama hao. Ukisoma Zaburi 1 mstari wa 1 anasema ya kwamba njia za waofu, usikae na watu ambaye vikao vyao ni potofu, kwa sababu njia zao sitapotea. Wewe unataka ukae katika ile njia inapotea? Wewe unataka ukae na wale ambaye watu wanapotea? Wewe unataka namna gani? Simama na Mwenyezi Mungu, simama na Mungu, na utakase kinywa chako, utakase moyo wako, kwa sababu kile kinachotoka kwa kinywa ni kile ambaye kinakaanga kwa moyo. Unakuta umestop vitu mingi sana kwa moyo. Unaangalia mtu tu unasema huyu mtu yako hivi, unaangalia mtu unasema huyu mtu lakini moyo utatafuta Mungu saa ngapi ukiwa tu umejaza mambo? Na ndipo Daudi hapa akawa anaomba msaada katika Zaburi 120, akawa anaomba msaada. Ukiingia 21 akasema ya kwamba tuinue macho yetu tutazame mlima, msaada wetu watoka kwa Mungu, Mungu akae katika mlima wa Sayuni. Wewe unatafuta msaada kutoka wapi? Unatafuta msaada ukiwa namna gani? Unatafuta msaada ukiwa umesimama wapi? Kwa mfano, wewe hutaki kuona watoto wa mwenzako, wa mwenzio wakiendelea, lakini uko hapa unapigia Mungu kelele, unataka tena akusaidie watoto wako. Namna gani? Maandiko yanasema ya kwamba tupende wenzetu, tupende jirani zetu vile ambaye tunapojipenda sisi wenyewe. Wewe unataka Mungu akutendee, na wewe hutaki wewe Mungu atendee mtu mwingine. Na wakati Mungu ametendea huyo mtu mwingine, unaanza kung'ang'ana vile ambaye unakata baraka zake. Unakuta wezi lala, kila wakati unamlaani, kila wakati laana sinakuwa kwako ni kama blanketi, unajifunika kila dakika. Mungu hajatuita kwa sababu ya hiyo. Mungu ametuita tutangaze habari njema. Mungu ametuita roho zetu siwe safi. Mungu ametuita tuweze kuponya watu majeraha, wale ambaye ni watu wanamlilia Mwenyezi Mungu lakini haoni njia. Kila wakati tunabaa kwa tunaonyesha njia. Unakuta mtu ambaye amekata tamaa, unabaa kumuongelesha kwa njia ya imani, na ukimuomba Mwenyezi Mungu, naye Mungu aonaye kwa siri hakika atatenda jambo hapo ukiwa na yeye. Angalia kwa kusoma katika kitabu cha Yakobo 5. Maandiko yanasema ya kwamba mtu ambaye anaitwa, mstari wa 13, maandiko yanasema ya kwamba mtu anaitwa Elijah alikuwa mwanadamu kama sisi, lakini aliomba kwa bidii kabisa na akasimamisha mvua katika nchi ya Israel. Wewe ni nini ambao unaweza kuomba? Ni nini ambao unaomba ukiwa na imani uweze kusimamisha? Siuanzie kusimamisha mabaya kwa mwenzio. Siuanzie kusimamisha mabaya kwa marafiki zako. Uone kama Mungu hatakusikia. Tena Elijah kaludi akaomba kabisa. Tena mvua ikafunguka, mbingu ikafunguka. Maandiko yanasema ya kwamba aliomba mbingu ikakauka kama chuma. Wewe uko wapi ndugu yangu, dada yangu? Mimi niko wapi? Ninapoamka asubuhi ni manunguniko, ninapokaa kila dakika ni manunguniko, lakini wakati niko na wewe Mungu na ninasikia moyo wangu uko sawa, hakika nasikia natembea na wewe. Tuone huruma Mwenyezi Mungu. Tembea na sisi ewe Mwenyezi Mungu. Tembea na sisi, usituache. Sisi ni viumbe dhaifu, na wakati huu kumekuwa na ile wingu ambaye limeshuka duniani. Watu wamechanganyika. Watu wanasikia mtu anakuuliza unaishi kwa huyo Mungu, anakupatia nini? Lakini sisi wenyewe tunajua chenye anatupea huyo Mwenyezi Mungu. Anatupatia amani. Tunaishi kwa huyo Mungu kwa sababu macho yetu sai imefunikwa na mali. Unasema unaangalia huyo mtu aendaki kanisani, huyo mtu hata akili kwamba kuna Mungu, lakini ako na mali, lakini yake ni ya muda. Mimi niko na mali ambaye ni ya milele ndani ya moyo wangu, kumjua Yesu Kristo alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu.
na kila dakika ambayo inaokuja, hakuna mwanadamu ambaye ako na damu na nyama ajuae ni nini ambayo iko pale mbele. Na ndiposa unaona tunaambiwa tunaenda ni kama kondoo wa kuchinjwa, hatuelewi kwenye tunaenda, lakini wakati mwingine napata mabaya na bado hatuoni kama ni Mwenyezi Mungu ambaye anatuonya ni mambo ambayo tunafanya. Ni nini ambaye imekulemea? Umelemewa na nini katika maisha yako? Umelemewa na nini ambaye unaona uwezi ukamkaribia Mwenyezi Mungu? Umelemewa na nini ambaye unaona uwezi ukamuita huyo Mwenyezi Mungu? Kuanzia leo, kitu wa kwanza, ita roho yako mkutano. Uambie Mwenyezi Mungu, sijui mimi nikasingisia nani. Mimi sijui, naweza kuwa niko na mtu nilimpitia na nikasahau. Na kwa sababu wewe sio Mungu wa kusahau, naomba unisamee. Naweza kuwa nilinena uongo kwa mtu. Naweza kuwa nilitubu. Ile kutubu nilitubu, lazima si kutubu nikiwa mahali ambaye ni patakatifu, mahali panakupendeza. Leo hii Mwenyezi Mungu, naanguka chini ya miguu yako, uweze kunitakasa, uweze kuniinua, uweze kunibariki. Uambie chochote unataka Mungu akutendee na Mungu atatenda. Lakini ukikaa moyo Mungu, unauliza Mungu ako wapi? Unasema kitabu yake Mwenyezi Mungu ni vitabu kama sile singine, ndugu yangu, dada yangu, utaangamia. Ni wakati wa kuangamia sasa. Mungu amekasirika na sisi kwa sababu tunafanya mambo kinyume. Hatumuogopi Mwenyezi Mungu. Ukisoma katika kitabu cha Yohana 1:1, maandiko yanasema kutoka mwanzoni kulikuwa na neno, na ile neno ikawa Mungu. Na hiyo neno ndio Mungu siku ya leo. Ni nini ingine nataka kwa vitabu? Jua tu neno lake Mwenyezi Mungu ndio Mungu. Jua hiyo neno inaweza kukuadhibu. Kama ukijua hii kitabu ni kubwa kuliko vitabu sote duniani. Mungu ni mkubwa kuliko hao wakubwa mnaona. Mungu ni mkubwa kuliko matatizo yangu. Mungu ni mkubwa hata kuliko tabia zangu. Kwa hivyo tunapaswa tukae tukimtafuta Mungu, tukimuita Mwenyezi Mungu, tukiamini ya kwamba Mungu ako na uwezo, tukiamini Mungu anatenda, tukiamini hakuna awezaye kama wewe. Hakika Mungu wa mbinguni, najua utatubariki. Mungu wa mbinguni utatuinua. Mungu wa mbinguni utatenda maajabu ndani ya maisha yetu, kwa sababu wewe ni mwaminifu kila wakati na kila saa. Kwa nini tunahuzunika? Kwa nini tunakuwa na wasiwasi ndani ya mioyo yetu? Hatuwezi tukatembea kwa ujasiri tunapotangaza neno lake. Hatuwezi tukatembea kwa ujasiri wakati ambaye tunamtafuta Mwenyezi Mungu. Tunakaa kwa Mungu tunayumba yumba. Ukitaka kutaja Mungu ni kama unaangalia kando. Kwa nini? Tuwe watu ambayo wenye imani. Na matatizo yote, magonjwa yote, Mungu atatuondolea. Ametuambia katika maandiko, atatuponya au majeraha yote. Atatuponya. Ni nini ambaye inakutatiza? Inakuwa imani yako iko chini. Ukinapoamka kutoka asubuhi, hata hutaki kusikia Mungu akitajwa. Ukionana unasema mimi Mungu na Mungu tulikosana. Unawezaje kukosana na Muumba wako? Si hata kumaliza. Uwezi ukakosana na Mungu ambaye aliyekuumba. Ako na uwezo wa kumaliza. Ako na uwezo. Na ndiposa unaona mambo mengi yamebadilika. Hata mvua imebadilika. Mvua ikinyesha sasa ni ya kutuua. Hainyesi ile mvua ambaye ni mvua ya baraka. Hapana. Kwa sababu watu kuleta amani hawapo. Watu wamekuwa wakusingisia. Angalia wale watu ambao walisingisia Danieli, wote waliangamia. Angalia wale watu wote walisingisia akina Meshak, akina Abednego, wote waliangamia. Wewe unaposingisia mtu, unafikiria umesimama wapi? Na inaamini ya kwamba ujumbe utaponya tu moyo wa mtu mahali, na Mungu wetu atasiti kutuangalia, na tusiwache kufuusa neno lake Mwenyezi Mungu. Tusimame na hilo neno, na Mungu wetu wa mbinguni atatuinua kila wakati, kwa sababu yeye ni mwaminifu. Amen and amen. Sayuni TV, neno la Bwana.